Mimi nikiwa kiongozi wa Waislamu Tanzania, na baada ya yote hayo niliyoyatanguliza kuyasema hapo juu, pamoja na viongozi wenzangu wote tuliokuwa nao, napenda kueleza kwa niaba yao yafuatayo. Moja, hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa tarehe 2 Disemba 2025 wakati anahutubia wazee wa Dar es Salaam. Pili, tunanasihi waumini wetu popote pale walipo ndani na nje ya nchi waache kushiriki au kushawishi watu kwenda kwenye maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba 2025 na hata atakaoweza kupangwa tena baadaye iwapo hayatakidhi vigezo na kupata kibali cha kuandamana. Tatu, kwa upande wa wazazi tunawaomba tuwape nasaha vijana wetu wasije wakajiingiza kwenye mikumbo au kwenye mkumbo na kukubali kutumika kama mtaji wa watu wengine wachache ambao hawaitakii mema nchi yetu. Kwa Watanzania wanaoitakia kheri nchi yetu, tunaomba wawaelimishe wenzao kuhusu madhara ya maandamano yanayokwenda nje ya utaratibu uliowekwa kisheria. Kwa wale Watanzania wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora, tunawaomba watumie fursa zao kuisaidia nchi yetu badala ya kukubali kutumika kuiangamiza nchi yetu. Wakumbuke kuwa kuipenda nchi ni ukamilifu wa imani. Hubbul watan min alamati al-iman. Upenda nchi ni katika jumla ya kuonekana ukamilifu wa imani ya mtu. Na inawezekana kuwa huko waliko wana hali nzuri zaidi ya maisha kuliko Tanzania, lakini wasisahau kuwa nyumbani ni nyumbani kile itakavyokuwa. Iwapo atakubali kutumika kwa kuiharibu nchi yetu, hasara itakuwa kwetu sote, wakiwemo jamaa zao, babu zao, bibi zao, shangazi zao, wana wao, wajomba zao ambao wamewaacha Tanzania. Sita, mimi kama mufti na kiongozi wa Uislamu na viomba vikundi vyote vya dini zote viache kutoa matamshi ambayo yataleta mhemuko kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini